Baada ya kufukuzwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM, ni njia mbili pekee ndizo zilizobaki kwa Dr. Emmanuel Nchimbi kurejea ndani ya chama hicho. Taarifa ya Dr. Nchimbi kufukuzwa wanachama ilitangazwa usiku wa Agosti 26 ya mwaka 2026 na katibu mkuu wa CCM Dr. Asha Rose Migiro baada ya vikao vya kamati kuu na halmashauri kuu NEC Taifa vilivyoongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa kauli moja, halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi ilipitisha uamuzi kwamba kutokana na mienendo iliyokiuka kanuni zetu zinazohusu nidhamu na maadili, ndugu Nchimbi afukuzwe uwanachama kwa mujibu wa kanuni zetu. Kwa hiyo tunapenda kuwafahamisha wanachama wote wa Chama cha Mapinduzi na wananchi kwa ujumla kwamba Chama cha Mapinduzi kimefikia uamuzi huo. Kwa hivyo kuanzia hivi sasa ndugu Nchimbi amefukuzwa wanachama na sio mwanachama tena wa Chama cha Mapinduzi. Alisema vikao hivyo vilijadili suala la nidhamu na maadili lilokuwa linamkabili Dr. Nchimbi baada ya kuzingatia taarifa zote zilizokuwepo imethibitisha kuwa katiba ya CCM imekiukwa. Sasa Dr. Nchimbi anarudi CCM. Njia anazoweza kuzitumia Dr. Nchimbi kurudi chamani, ya kwanza ni kukata rufaa kupinga kufutwa kwake wanachama. Hapa atatumia kifungu cha 8 cha kanuni za uongozi wa maadili za CCM kinachompa haki ya kukata rufaa kama hakuridhishwa na adhabu iliyotolewa kwa makosa ya ukiukwaji wa maadili. Na nukuu, mwanachama au kiongozi yote ambaye hataridhishwa na adhabu iliyotolewa kwa makosa ya ukiukwaji wa maadili atakuwa na haki ya kukata rufaa kwa kikao cha kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa, inaeleza kanuni hiyo. Njia ya pili kwa Dr. Nchimbi kurejea ndani ya CCM inafafanuliwa katika ibara ya 13 ya katiba ya CCM. Kwa mujibu wa ibara hiyo, mwanachama aliyofukuzwa wanachama anapotaka kujiunga na CCM tena itabidi aombe upya na atapeleka ombi lake ama katika halmashauri kuu ya wilaya au kikao kilichomfukuza. Na nukuu, mwananchi aliyeachishwa au kufukuzwa wanachama akitaka kujiunga tena katika CCM itabidi aombe upya na atapeleka maombi yake ama katika halmashauri kuu ya wilaya ama kikao kilichomwachisha au kumfukuza wanachama, inaeleza kanuni ya chama hicho. Njia hiyo aliwahi kupitia aliyekuwa mwenyekiti wa baraza la wanawake CCM Tanzania UWT Sofia Simba alipofukuzwa wanachama Machi 17 kwa makosa ya usaliti katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2015. Baada ya kufukuzwa Novemba mwaka huo huo, alifukuzwa 2017 alipomwandikia barua mwenyekiti wa CCM taifa wakati huo hayati Dr. John Pombe Magufuli ya kuomba msamaha. Hayati Magufuli aliwasilisha ombi hilo la Sofia mbele ya kikao cha halmashauri kuu ya taifa NEC, nayo ikaridhia kumsamehe na kumrejesha wanachama wake. Kifungu cha 8 cha kanuni za uongozi na maadili za CCM kinaweka wazi adhabu za chama hicho kwa makada wake, huko kufukuzwa wanachama ikiwa ni adhabu kubwa zaidi. Kwa mujibu wa kanuni hiyo, adhabu ya kufukuzwa wanachama aliyopewa Dr. Nchimbi inatolewa kwa mwanachama aliyegundulika na makosa makubwa ya itikadi yanayoathiri uhai wa chama na ambaye ameshindwa huko nyuma kujirekebisha hata baada ya adhabu ya karipio. Na nukuu, basi kamati kuu itapendekeza mwanachama huyo afukuzwe wanachama na itapeleka shauri hili mbele ya halmashauri kuu ya taifa kwa uamuzi wa mwisho, inaeleza kanuni hiyo. Kanuni hiyo inaeleza kosa kubwa kuliko yote katika CCM ni kukisaliti chama na kukiweka katika hali ama ya kushindwa katika uchaguzi wa dola au kunuka mbele ya umma anayeshirikiana na wapinzani kuchimba na kukivuruga. Nikiendelea kunukuu, huyo hawezi kukubalika kuwa miongoni mwetu, afukuzwe katika chama. Kwa hiyo ikithibitika kuwa mwanachama huyo anatenda hayo makosa kwa makusudi, basi atakuwa amefukuzwa daima, inaeleza kanuni hiyo. Namna nyingine ya kufukuzwa wanachama, kanuni inasema ikithibitika kuwa mwanachama ametenda hayo ama kwa ujinga au kwa bahati mbaya, basi adhabu yake ya kuangaliwa itakuwa miezi 48 na zote hizo zitatangazwa hadharani. Mbali na kufukuzwa wanachama, Dr. Nchimbi
Agosti 25 ya mwaka 2026 alimwandikia Rais Samia barua ya kujiuzuru umakamu wa rais na mkuu huyo wa nchi akaridhia.